Jambo ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa radio yetu. Hiki ni kipindi cha habari ambacho tunakuandalia asubuhi ya leo, tukiwa tarehe 6 Mei mwaka wa 2026. Tutakuwa ndani ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, yani mashariki mwa DRC, tukikusogezea habari mbalimbali ambazo ziliweza kufanyika huko, na zaidi sana ni habari za ukosefu wa usalama, vita, migogoro, magonjwa na mambo mengine kadhalika ambayo yanazidi kutokea katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Sasa endelea kuwa nasi ili kupata habari hizo. Tutakuwa ndani ya Lubero ambako societe civile iliweza kulalamika dhidi ya vitendo ambavyo wazalendo wanavifanya katika eneo la Lubero. Societe civile ya Lubero imeweza kutosha malalamiko kuhusu vitendo vya ukatili ambavyo vinafanywa na wanamgambo wa wazalendo. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya usalama katika Kakenge huko Minembwe, ambako kumeweza pia kutokea mlipuko wa mabomu iliyoongozwa na drone, kusema ndege isiyo na rubani, na imesemekana kuwa ndege hiyo imetumwa na vikosi vya Wakongomani, ni kusema FARDC wakishirikiana na wazalendo. Tutajua habari nyingi sana tukiwa ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie habari zetu tukiwa basi hapo Lubero ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako asasi za kirahia, societe civile, iliweza kulalamika kwa vitendo vya wazalendo. Wazalendo walifanya nini ili asasi hizo, ili societe civile iweze kuchukizwa na vitendo vyao na kuweza kuwaomba kama hawataweza kutumika wakiwa wazalendo kutetea raia, ni afadhali waweze kutia silaha chini na wawe raia wa kawaida, kwa kuwa mateso yanazidi katika eneo hilo. Walifanya nini? Kama tu habari za jana zilivyojulisha, wazalendo waliweza kufanya mauaji ya watu wawili. Watu hao alikuwa ni mwanamke mmoja na mwanamume mmoja, ambao mwanamke alikuwa ni abiria ambaye alikuwa akielekea katika shughuli zake, na mwanamume alikuwa ni taksi moto, ni kusema mtembeza bodaboda ambaye alikuwa akimpeleka. Sasa mauaji kama hayo yamezidi kujirudia siku baada ya siku. Sasa ilipofika jana tarehe 5 Mei mwaka huu wa 2026, asasi za kirahia zimechoshwa na vitendo hivyo wakafanya malalamiko yao yaweze kupelekwa kwenye serikali. Mauaji hayo yaliweza kufanywa katika eneo la Kimbulu. Sasa societe civile imeweza kutoa onyo kuhusu kuenea kwa silaha mikononi mwa baadhi ya wazalendo ambao hawana udhibiti vizuri wa silaha hizo, hali ambayo imeeleza kuwa ndiyo chanzo cha hatari kwa raia na wananchi. Raisi wa societe civile Muhindo Tafuteni amesema kuwa hali hiyo imeweza kusababisha madhara makubwa yasiyokadiriwa. Societe civile pia imelalamika kuwepo kwa vizuizi haramu barabarani, ambavyo baadhi ya wanamgambo wanadai kuwa wanatoza fedha kwa kukusanya wasafiri pamoja na kuambia watowe hela. Pia imeripoti kuwa kuna maeneo ambazo ni eneo za kizuizi mungome zao. Eneo za kizuizi ni kusema wako na maprison zao binafsi, na hizo prison zao ukipelekwa huko ulele safari njema,
kuonekana ni kazi, kwa kuwa mateso ambayo yanafanywa huko, unyanyasaji unafikia mpaka mtu kupoteza maisha akiwa katika kizuizi hicho, akiwa katika prison hiyo. Ndio maana hasasi ya kirahia, societe civile ya eneo hilo la Lubero, zaidi sana katika eneo la Kimbulu, wameweza kutoa onyo hilo na kusema wazalendo waweze kufanya mambo ambayo yatafurahisha raia, na kama sivyo ni afadhali waachane na kazi hiyo na kujiita wazalendo, wakati wao ni watu ambao kufanya amani iwe mdogo katika eneo hilo. Vile vile societe civile imeweza kuongezea kuwa serikali ifanye nguvu iweze kuchukua silaha hizo ikiwa inawezekana, au kuwapa mafunzo watu hao wajue namna gani wanaweza kuishi na raia kwa kutumia silaha zao hizo, kwa kuwa mambo ya kukosa amani imeweza kujirudia mara kwa mara, kama tu vile tulivyowatangazia tarehe 3 watu waliweza, kazi zote ziliweza kusimamishwa katika eneo la Lubero Centre na eneo zingine mbalimbali kutokana na vifo vingine ambavyo viliweza kufanywa na wanamgambo hao. Hizo zilikuwa ni habari kutoka hapo Kivu Kaskazini ndani ya Lubero, katika mji au mjini ya Kimbulu. Acha basi tuendelee tukielekea huko kwenye mauaji mengine yameweza kufanywa na askari jeshi. Aliweza ua mama mmoja na kuweza kumtupa ndani ya mtoni. Kwa nini alifanya hivyo? Acha tujue sababu kubwa ya askari huyo kufanya kitendo hicho cha ukatili. Tukiwa ndani ya eneo la Pinga ambako raia aliweza kuuawa katika kijiji cha Bushimo ndani ya wilaya ya Masisi mkoani Kaskazini, Kivu Kaskazini. Tukio hilo limetokea, ilikuwa ni tarehe 3 Mei mwaka huu 2026. Sasa matokeo hayo yalitokea kufuatia mgogoro wa kifamilia. Askari mmoja ambaye alijulikana kuwa natumikia katika kikosi cha 3304 alikuwa akigombana vikali sana na mke wake. Inasemekana kuwa mke wake aliweza kukimbilia kwa jirani ili kuweza kujinusuru kutokana na kipigo alichokuwa akipata kutoka kwa mume wake. Sasa jirani mwema alijaribu kuingilia kati ili kutuliza hali na kumlinda mwanamke wa askari huyo, lakini askari huyo aliweza kumfyatulia risasi mwanamama huyo na kumuua papo hapo, ambaye alikuwa anataka kuwaamua yeye na mke wake. Kitu cha kushangaza, askari huyo hakuweza kumfyatulia risasi mke wake ambaye walikuwa na mgogoro muda mrefu, lakini akapata nafasi ya kuweza kufyatulia risasi mtu tu ambaye alikuwa akitaka kuwaamua. Kitu cha huzuni. Baada ya tukio hilo, askari huyo alifanya nini? Askari huyo hakukimbia mahali popote, lakini aliweza kukamata mwili wa marehemu na kuweza kukutupa katika mto Mweso. Alikamata maiti akaipeleka titi mpaka ku riviere akadepose kateremuka. Sasa maiti ya marehemu ilikia kupatikana jana tarehe 5 ikiwa isharibika, hali ambayo iliweza kusababisha hasira kali kwa wakaaji wa eneo hilo la Masisi, hali iliyoleta ghasia na kupanda kwa hasira kwa wakaaji wa maeneo yote ambayo yaliweza kupata habari hiyo. Vyanzo vimethibitisha kuwa mtuhumiwa huyo ameweza kukamatwa na kupelekwa mbele ya sheria ili aweze kusema kwa nini na aweze kupewa adhabu kutokana na kitendo cha ukatili ambacho aliweza kufanya. Tukio hilo limeonyesha wasiwasi mkali wa raia kuweza kuishi pamoja na maaskari. Hivyo watu ndani ya mji na ndani ya kijiji hicho wameweza kuwa na manunguniko makali kuweza kumpoteza mtu wao.
Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo Masisi. Hata basi tukuunganishe tukirejea ndani ya Kivu Kusini ambako hali ilizidi kuwa mbaya kutokana na mlipuko wa mabomu iliyotumia droni isiyo na rubani huko Minembwe katika eneo la Kakenge juu kwenye milima ya Fizi. Imeripotiwa kuwa mashambulizi hayo yaliweza kufanywa na vikosi vya FARDC vikiweza kulenga eneo ambalo linajulikana kuwa limo waasi wa Red Tabara Twirwaneho ambao wanajiunga na waasi wa M23 walikuwa wakijificha, hivyo waliweza kuwa wakiwalenga na kufanya mashambulizi hayo. Lakini kufikia hadi sasa bado hatujakuwa na taarifa kamili kuhusu watu ambao waliweza kupoteza maisha na milipuko hayo au watu ambao waliweza kujeruhiwa. Na kama tu tunavyojua, ikiwa unaendelea kufuatilia habari zetu, hali hiyo si mara ya kwanza kujitokeza. Ni takriban miezi 4 jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiendelea kuwalenga waasi hao, lakini hadi sasa bado hawajafanikiwa kuweza kuwaondosha katika maeneo zote ambazo wako wanamiliki kwa njia isiyokuwa rasmi, kwa njia isiyokuwa halali. Lakini ukiendelea kuwa nasi hadi wakati ambako tutapata habari zingine, utazipata habari hizo kwa ukamili zaidi. Acha basi tupate habari ya mwisho tukiwa ndani ya Mwenga, ndani ya Kivu Kusini ambako hali inazidi kuwa mbaya kutokana na gisi vikosi vya watu wa kupana matibabu wasio na mipaka, ni kusema daktari wasio na mipaka MSF, viliweza kuporwa wakati vilikuwa vinaelekea eneo ambalo vilikuwa zinaelekea kutoa misaada ya kijamii. Wanani ndio ambao waliweza kuwafanyia vitendo hivyo? Kama inavyojulikana, wazalendo ndio wanaomiliki sehemu ambazo walikuwa wakielekea huko Mwenga. Walikuwa wakielekea Mwenga kupitia njia ya Kalimoto karibu tu na Kalambi, eneo la Lwindi wilayani Mwenga, na hivyo waliweza kufanyiwa vitendo ambavyo havikufurahisha, waliweza kuchukuliwa mambo yao. Kwa mujibu wa taarifa tulizopata kutoka kwa MSF, walikuwa wakielekea katika Kamituga na Kitutu kusini magharibi mwa Bukavu. Lengo lao ilikuwa ni kutathmini mahitaji ya kibinadamu katika eneo hilo. Walikuwa wakienda kuangalia wanadamu ambao wanasiriwa na vita wanahitaji nini, lakini walipofika karibu tu na njia waliweza kukamatwa na vikosi vya wazalendo, na hivyo waliweza kuibiwa mambo yao. Lakini taarifa zinasema kuwa hakuna yeyote ambaye aliweza kujeruhiwa na kwamba kazi ambayo walielekea kufanya huko inazidi kufanywa kwa amani licha ya kuweza kusumbuliwa barabarani. Hiyo ilikuwa ni taarifa kuu ya kutoka ngambo za MSF. Hata basi tukuache kuwa nasi, pata habari, kuwa nasi, hakikisha zaidi, kuwa nasi, ujiburudishe na habari zetu za kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.